السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. هل الحقيقة أن سلفيين لا يعلمون شيئا ما يجري في العالم ما يسمى geopolitics. Je, ni kweli masalafi hawafahamu chochote katika yale ambayo yenye kujiri katika ulimwengu au siasa za ulimwengu, katika ambayo wao wanasema au wanatumia lugha kusema geopolitics, au kwa lugha nyingine alwaqi'u alfikriyu wa siyasiyu alalam, mambo yenye kutokezea ya kifikra na kisiasa katika ulimwengu. Ni kweli masalafu hawafahamu hayo, mpaka baadhi ya watu wakawatuhumu masalafi kwamba hawafahamu chochote. Wao wanafahamu akida tu, hawafahamu mambo yenye kupita na kujiri katika ulimwengu. Ilam, fahamu ana salafiyina wa tulabahum, ya kwamba masalaf pamoja na wanafunzi wao yatba'una min shu'uni siyasia, wanafuatilia vizuri sana mambo ya kisiasa, wadaulia, na mambo ya kidola, tena bidikatin, kwa kuzama, hasa kwa kuangalia kwa kina sana. Wanaangalia kwa kina sana, hawaangalii masala hayo kiujuu tu basi, au kwa upande mmoja wa kujua dunia tu, hali ya kwamba mambo ya akhera watu wameghafilika nao. Ya'lamuna dhahira min hayati dunya wa hum an akhiratihim ghafilun. Wengine wanafahamu dhahiri ya kidunia tu, lakini masala ya akhera wao wameghafilika nayo. Masalafi hawako hivyo, wanafahamu dunia vilivyo inavyokwenda na wanafahamu vizuri sana masala ya kiamani. ويربط سلفيون الأحداث العالمية, na wanayafungamanisha pamoja masalafi yale matokeo ya kiulimwengu bimafahimi al-aqida, kwa ufahamu wa itikadi as-sahiha, mithlu al-wala wal-bara. Mfano masala ya al-wala wal-bara, kupenda na kumfanya mtu kwamba ni mwenzako kwa ajili ya Allah, na kujitenga naye na kumfanyia uadui mtu kwa ajili ya Allah tabaraka taala. Wa sunanillahi fil qawli, na kufahamu mwenendo na kawaida ya Allah ya kuendesha ulimwengu huu tokea zamani mpaka sasa. Annasu fil wala'i wal bara' thalathatu asnafin. Kwanza ifahamike vizuri sana, watu katika masala ya alwala wal bara wamegawika makundi matatu.
Al-awwal, kundi la kwanza, man yuhibbu jumlatan, wako ambao wanapenda kiujumla, hasa wao katika kupenda tu. Wa hum man amana billahi wa rasuli, wako ambao wenye kupenda moja kwa moja, wanampenda mtu kwa ajili ya Allah moja kwa moja. Nao ni wale ambao wenye kumwamini Allah na mtume wake, wa kama biwadhaifi alislami, na wanasimama kutekeleza zile kazi za Uislamu, wa mabanihi alidhan, na zile nguzo zake kubwa, ilman wa itikadan, kielimu, yani katika hali ya kielimu na katika hali ya kiitakidi, itikadi. Wa akhlasa a'malahu wa af'alahu wa aqwalahu, na hao ni wale ambao wenye kufanya matendo yao kwa ikhlasi, na vitendo vyao na kauli zao wanazisema kwa ajili ya Allah tabaraka taala. Wanakana li awamirihi, na wanatekeleza maamrisho ya Allah. Wantaha amma naha Allahu anhu wa rasuluhu, na wanawacha na kujitenga mbali yale ambayo Allah amewakataza wao na mtume wake, wanajitenga nayo mbali sana mambo hayo. Wa habba fillahi wa wala fillahi, wanapenda kwa ajili ya Allah, na wakifanya mapenzi ya kumpenda mtu wanampenda kwa ajili ya Allah. Wa abghadha fillahi, na wanachukia kwa ajili ya Allah, si kwa sababu kwamba huyu ni mwenzangu au huyu jamaa yangu au huyu ni taifa langu, la, wanapenda kwa ajili ya Allah, na wakichukia wanachukia kwa ajili ya Allah. Wa ada fillahi, na hata wakichukia, wakifanya wadui, hawamfanyii mtu wadui kwa nafsi zao tu, wanamfanyia wadui kwa ajili ya Allah. Wakadima kaula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wao wanatanguliza kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam ala kauli ahadin kaiman kana, kuliko kauli ya mtu yoyote popote itakapokuwa. Athani, kundi la pili, man yuhibbu min wajhi wa yabghadhu min wajhi, wako ambao wanapenda kwa njia moja na njia nyingine wanachukia. Baadhi ya mambo wanayapenda na baadhi ya mambo wanayachukia. فهو المسلم الذي خلط عملا صالحا واخر سيئا, huyo ndiye muislamu ambaye matendo mengine anachanganya kwamba ni mema na mengine ni mabaya. Wako waislamu ambao baadhi ya mambo mazuri yanayapenda, anachanganya mazuri yanayo, na wakati mwingine mabaya vile vile wanayo. Basi katika akida ahli sunna jamaa, huyo vile vile wanamweka katika mizani. Mtu ambaye anapenda kwa ajili ya Allah na wakati mwingine anachanganya mambo mengine mabaya, kwa hiyo anachanganya mema na mabaya, huyo vile vile wanamweka katika daraja yake. Yuhabbu wa yuwalli ala qadri ma mahu min alkhairi, wanampenda mtu huyo kwa kadiri yale ambayo aliyokuwa nayo katika khairi. Wayabghadhu wa yuadi ala qadri ma mahu min sharri, na wanamchukia na kumpiga vita pamoja na yale ambayo aliyokuwa nayo katika shari. Yani kiasi alivyo ndo hivyo ndivyo anavyofanyiwa. Akipenda kwa ajili ya Allah kwa kiasi, atapendwa hivyo hivyo kwa kiasi, na akiwa mtu huyo amechanganya mambo ya shari kwa kiasi, na atachukiwa vile vile kwa kiasi yale ambayo yeye anayo. Na hii ilifanyika kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanzoni katika Uislamu, mmoja katika mtu alilewa katika kipindi cha zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu huyo akakamatwa, akapelekwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana yashrabu al-khamra, mtu huyo alikuwa anakunywa ulevi. Wakati anapeleka kwa mtume ya Allah, mmoja katika masahaba falanahu, akamlani, laana Allah ya Allah juu yake, mtu huyo analewa. Azishashuka kuharamisha ulevi, analewa, laana ya Allah juu yake. Mtu huyu amekithirisha sana ya Rasulullah, mtu huyu kulewa, analewa sana. Faqala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, tumekasema la tal'anuhu, usimlani mtu huyu. Kweli kabisa analewa, tunamfahamu kwamba analewa, mmemleta kwangu mimi, la tal'anuhu, msimlani. Fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, hakika mtu huyu pamoja na maasi anayofanya anampenda sana huyo Allah na mtume wake. Mtume akakataza kulaaniwa mtu huyo kwa sababu anayo matendo mema, lakini wakati huo anayo matendo maovu, asilaaniwe. La tal'anhu
fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, usimlani mtu huyu anampenda Allah na mtume wake. Kwa hiyo kuna watu wao wanachanganya mema na mabaya, na Ahlus Sunna vile vile wanawapenda kwa kadiri ya mema yao na wanachukia kwa kadiri ya mabaya yao. Athalithu, kundi la tatu, man yubghidhu jumlatan au man yubghadhu jumlatan, wako ambao wanachukiwa kiujumla, hasa wanachukiwa. Wa huwa man kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, nao ni wale ambao wenye kumkufuru Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume yake na siku ya mwisho. Walam yu'min bil qadari khairihi wa sharri, na wala haamini qadar khairi wala sharri, haamini chochote katika qadar. Fa ahlus sunna wal jamaa salafiyina, ahlus sunna wal jamaa masalafi, yuwaluna al mu'mina, wanamfanya kuwa ni kipenzi chao, ni mwenzao, mu'min almustaqima ala dinihi, yule ambaye aliyesimama katika dini yake barabara, huyo wanampenda. Tena wanampenda walaan kamilan, kwa mapenzi yaliyokamilika. Uhibbunahu, na wanampenda. Wayansurunahu, na wanamsuru. Nasran kamila, nusra iliyokamilika kabisa kabisa. Wayatabarrauna min al-kafara, Ahlus Sunna wal Jamaa salafi wanajitenga mbali na makafiri, walmulhidina, na wapinzani katika dini, walmushrikina walmurtadina, na washirikina na wale watu waliurtadi. Wayuadunahu, na wanawafanyia wadui, adawatan kwa wadui, wabughdan na kuwachukia, kamilain katika hali ya ukamilifu, wanawafanyia wadui sawa sawa kabisa. Amma man khalata amalan saliha, ama yule ambaye aliyechanganya matendo mema, wa akhara sayyi'a, na mengine mabaya, fawalunahu. Ahlus Sunna wal Jamaa salafi wanamfanya kama ni kipenzi chao, bihasbi ma indahum min al-iman, kwa kadiri ya kile ambacho walichokuwa nacho katika iman. Wayuadunahu, na wanamfanyia wadui, bihasbi ma huwa alayhi min ash-shari, kwa kadiri ya yale ambayo alikuwa nayo katika shari. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات، إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Hutuwakuta watu ambao wenye kumwamini Allah na wenye kuiamini siku ya mwisho, hutuwakuta watu hao wakiwapenda wale ambao wenye kumpiga vita Allah na mtume wake, wakiwemo Mashia Rafidha. Hilo jambo liko wazi wazi kabisa. Mashia wanaipiga vita dini ya Allah wazi wazi, unampiga vita mtume ya Allah na masaba wake wazi wazi. Hilo jambo halikufikana, Waislamu wote wanalifahamu. Kwa hiyo yanaujiri katika ulimwengu mapambano kati ya Marekani na Muirani na Muisraeli, na Muirani kuichakaza kumchakaza Marekani. Sisi hatupendelei wala hatufurahii hata kidogo kumpenda Muirani, ati kwa sababu kwamba amefanikiwa kuichakaza sana jamaa hao, mpaka ionekane kwamba mbona nyinyi katika Jaziratul Arab, Saudi Arabia, basi kwa nini serikali ile isishirikiane na Muirani? Kwa nini? Mpaka ikawapelekea wengi katika Uislamu kubebwa na jambo hilo. Wengi katika Uislamu wamemili katika upande wa Irani, ati kwa sababu kwamba wana nguvu, wa jamaa wana nguvu sana. Kwa hiyo hilo jambo limewadanganya Waislamu wengi sana, na wakati mwingine limewabeba mpaka wale Ahlus Sunna wal Jamaa nao vile vile wamebebeka kidogo, kama wana mapenzi fulani hivi. Muirani ni adui,
Mshia ni mwadui. Unaporejea katika tarehe ya Kiislamu, fursa hiyo Khurasan na miji mingineyo pale katika nchi ya Iran, fursa ya zamani, Ahlus Sunna wal Jamaa wameuliwa wengi sana. Hakuna idadi ya mfano watu waliouliwa katika Ahlus Sunna wal Jamaa katika nchi ya Iran. Rejea kwenye kitabu Ahlus Sunna wal Jamaa fil Iran, angalia namna gani walivyofanywa. Bali mpaka misikiti yao ilivunjwa, madarisi zao zilivunjwa, maulama wao wakauawa wengi sana. Tena maulama wameandika vitabu vingi sana katika maulama Ahlus Sunna wal Jamaa. Utawakuta watu ambao wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho wakiwapenda wale ambao wenye kumpigia vita Allah na mtume wake, walau kanu abaahum, hata kama wamekuwa hao wenye kumpigia vita Allah na mtume wake ni baba zao, hawapendi. Au abanaahum, au watoto wao, au ikhwanahum, au ndugu zao, wazali wanampigia vita Allah na mtume wake na Uislamu, hatutowapenda daima tu wao sisi. Au ashiratahum, au jamaa zao. Na katika sura Tauba Allah amesema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, la tattakhidhu abaakum au ikhwanakum awliya wa ikhwanakum awliya, msiwafanye baba zenu na ndugu zenu kuwa ni wenzenu, inistahabbu al-kufra ala al-imani, ikitokezea wao kuupenda zaidi ukafiri kuliko Uislamu, msije mkawapenda hata kama ni baba zenu, hata kama ni ndugu zenu, watu wenu wa damu kabisa, lakini wanapiga vita Allah na mtume wake. Warejee katika Uislamu sahihi, hapo tutajenga mapenzi nao watu hao. Waman yatawallahu minkum, na yoyote atakayowafanya hao, yani mababa zenu, ndugu zenu, wenye kumpiga vita Allah na mtume wake, akawafanya kwamba ndio wenzake, fa ulaika humudh dhalimun, hao ndio madhalimu. Qala Ibn Taymiyyah, faman kana mu'minan wajabat muwalatuhu, yule ambaye amekuwa ni mu'min, basi imelazimika kumfanya mtu kuwa ni mwenziwe huyo, min ay sinfin kan, atakapokuwa katika kundi lolote. Waman kana kafiran, na yule ambaye amekuwa ni kafiri, wajabat muadatuhu, imelazimika, imewajibika kumpiga vita, mi ay sinfin kan, kwa kundi lolote atakayokuwa mtu huyo. Thumma qala, kisha kasema Ibn Taymiyyah, qala Allah ta'ala, innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna salat wa yu'tuna zakat wa hum raki'un, hakika si wengine kipenzi chenu nyinyi hasa waumini ni Allah na mtume wake na wale ambao walioamini, ambao wanasimamisha ibada ya swala na wanatoa zaka, na wao daima ni wenye kunyenyekea. Waman yatawalla Allah wa rasulahu, na yule ambaye mwenye kumfanya Allah na mtume wake kuwa ni kipenzi chake. Sura Maida aya nambari 55 mpaka 56. Waman yatawalla Allah wa rasulahu, na yule ambaye mwenye kumfanya Allah na mtume wake kuwa ni kipenzi chake. Walladhina amanu, na akawafanya wale ambao waliamini kisawasawa kuwa ni vipenzi vyake. Fa inna hizballahi humul ghalibun, fahamuni, kundi la Allah ndio ambalo limefaulu. Idhan, kwa ajili hiyo basi, laysa sahihan, si kauli sahihi kabisa kabisa, ana salafiyina la ilma lahum bimawaqi siyasi, yakum salafi hawafahamu chochote katika mambo yenye kutokezea kisiasa ulimwenguni, au yaarifu biji siyasia, au hawafahamu ji siyasia au geopolitics, kwamba hawafahamu chochote. Yafahamu salafiyuna ahdath alalam, masalafu wanafahamu matokeo yote ulimwenguni, tena min khilali nusus shar'iyya, kutokea upande wa dondoo za kisheria, wa sunanillahi fil kauni, na kawaida ya Allah katika ulimwengu, wa tarikhil umam, na tarehe za umma wa Kiislamu. Masalafu wanafahamu mambo mengi sana, mambo yenye kujiri katika ulimwengu. Bali katika wanazuoni ambao wameandika sana tarehe ya Kiislamu ya zamani mpaka leo ni masalafi. Ukirejea kwenye kitabu Tarikhul Umami wal Muluki, kitabu cha Imam Tabari, min awsa'il marji'i, ni katika kitabu kipana sana, kimekunjua sana,
لتاريخ العالم تاريخ ulimwengu الإسلامي لأبي جعفر محمد جرير الطبري شيخ المفسرين. na kitabu kingine Al-Bidaya wa Nihaya لابن كثير. إماد الدين إسماعيل بن عمر يركز على تاريخ الأمم يأمجكت زيدي كزنغمزية تاريخ ذا أمة والأنبياء منبي وتاريخ الإسلامي نتاريخ الإسلام وأحداث نهائية نمتكيو مشوني katika wakati wake الإمام ابن كثير. كتاب جنجين مروج الذهب ومعادن الجوهري وهو تاريخ الجغرافي واخبار الامم والملوك لتاريخ ya kijiografia hicho. Kitabu cha moja katika maulama مروج الذهبي ومعادن الجوهري هو تاريخ الجغرافيا ni kitabu chenye kuzungumzia tarehe ya jiografia ya ulimwengu wa akhbari al-umam na habari za nyamati mbalimbali wal muluki na wafalme mbalimbali. Humo wanachambuliwa viongozi mbalimbali wafalme na watawala na wengineo. Halafu useme kama msalafi hawafahamu chochote katika mambo yenye kujiri katika ulimwengu, inafahamika yote. Lakini tunaangalia katika mtazamo wa kidini na akida, si mtazamo wa kubebwa na watu jamaa kundi hili alimelipiga basi twendeni huku tuwasipole twende hivyo sisi. Kitabu kingine Tarikhul Alam Al-Muasir kimeandikwa katika zama hizi li Abi Hamza Husaini Dilami, kimeandikwa Riyadh. na kitabu kingine Al-Arabia Al-Alamia kimeandikwa Saudi Arabia, kina juzuu kama 20 hivi, kinazungumzia historia mambo ya ulimwengu wa kileo. Humo mpaka NATO imeelezewa chanzo cha kuanzishwa NATO. Imeanzishwa NATO hiyo kwa ajili ya kuipiga vita USSR Urusi, kuipiga vita Urusi, ndio NATO ikaanzishwa, imeelezwa kwenye kitabu hicho. Riyadh kabisa, Riyadh katika mji wa Saudi Arabia. Halafu useme kwamba masalafi hawafahamu chochote katika geopolitics, wanafahamu kila kitu. Bali tunataka kuokoa Uislamu wasije kujikuta kwamba wanakwenda kwa mashia marafidha, wanajikita huko, wanafurahia yale yanayojiri. Kinachojiri chochote katika ulimwengu kinafahamika vizuri sana. Masalafu wanafahamu, wanaelewa kila kitu. Ukirejea nyuma umeanza kuzungumzia asrul jahiliya, zama za ujahiliya, sadrul islam, mwanzoni katika Uislamu, asrun nahda, zile zama Uislamu unaokua. Tarikh al-Andalusi, tarikh al-Andalusi mpaka tarikh al-Muasir, mpaka tarikh za zama hizi, akiwemo yule ndugu yake Ahmad Muhammad Shakir, anaitwa Mahmud Muhammad Shakir katika tarikh al-Islam. Vipi useme kwa masalafi hawafahamu chochote katika mambo yenye kupita katika ulimwengu? Inafahamika yote. Bali tunataka kuokoa Uislamu wasije wakajikuta kwamba wanakwenda kwa mashia wakaona kwamba ni bora wale, kwamba wao ndio kusahihi, mpaka baadhi ya Waislamu wakawa wametatazika. Hajui yeye akae wapi, sema sijui kama nikae wapi, nikae kwa mashia, nikae kwa Marekani. Usikae kokote, kati wote ni wabaya. Bakia katika akida ahlus sunna wal jamaa. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أقم الصلاة.